Mie jioni hii hapa ya leo ndani ya Jamvini tupige nayo story hapa. Bana, leo ziko nyingi sana. Tangaza nyingi sana lakini sasa basi nianze na ipi? Ngoja nianze na stake ya swali kwanza. Ulishawahi kuwa na mahusiano na mtu ambaye umemkuta wenyewe vijana wanasemaga amekutangulia goli moja bila moja bila au mbili bila hivyo, yani inategemea kwamba na mtu the way umemkuta. Kwanza sijawahi kuwa na mahusiano kabisa tangu mzaliwa. Hujawahi kuwa na mahusiano? Bahati nzuri shiriki sana kwenye mahusiano. Lakini mahusiano hayo huwa nayaona na muda mwingine tunayasikia. Ya moja bila. Na ya moja bila kwa mtu ambaye tumemwacha njiani ni kwamba unakuta ule mwenza wako ule mpenda au mlopendana tayari mmoja katendo na mtoto. Either baba na mtoto ama mama ana mtoto. Yaani unaingia kwenye mahusiano tayari mwenzio umemkuta na mtoto. Kwa hiyo wewe unapoingia kwenye mahusiano unaenda kuwa mama fulani wa mtoto wa mke mwenzio au baba wa mtoto wa bwana mwenzio. Anzia mechi hapo. Hiyo ipo sana tu. Sasa hujawahi kuingia kwenye mahusiano, hujawahi kukutana na mahusiano ya hivyo, lakini ikitokea ukakutana na mahusiano ya hivyo, kwanza naanza kusema kwa astaghfirullah, utakuwa na moyo wa kuwa na malezi mazuri kwa mtoto utakayemkuta. Kwa hiyo swala la malezi na mtoto haina tabu. Na hii pia ni kitu cha kujiangalia sana. Iwe ni unakutana tayari kuna moja bila ama mna mpango wa nyie kufunga ile goli yapatikane huyo mtoto. Jiangalie wewe. Kwa sababu hata kwenye Biblia inasemwa unaona kibanzi kwenye jicho la mwenzako wakati una boriti. Unajua boriti? Unaona boriti? Kwenye masinagogi, sinagogi. Ninavyosema sinagogi na maana kwa nini nasema sinagogi? Ujenzi wake, yale makencha kwenye masinagogi yale ni mbao ambazo jicho tunaenda kuwekezea. Sema sinagogi stadi kujengwa kwa makubwa unajua. Na stadi ya zamani yale mambao ni manene. Asa boriti ni ile mbao ya kwenye paa kule. Yaani ni mbao lirefu, ni likubwa. Alafu hicho kibanzi kwenye mbao, yani kuna vile kibanzi, yani kidude kidogo kama kijivumbi hivi. Sasa imagine tunaambiwa yani wewe unaona kibanzi kwenye jicho la mwenzako, kama umemchunguza mwenzako kwenye macho yake. Sio tu kumchunguza, umeangalia ndani. Toka kwa kile kijipande, kile kibanzi kwa kile. Lakini hiyo boriti inatoka kwenye jicho ukaenda kukiona kidogo cha kwa mwenzio, ila wewe kubwa cha kwako ukione. Kwa hiyo mimi hicho kwa nini nasema hivyo kwamba jiangalie wewe mwenyewe kwanza. Ni mtu wa watoto? Wewe mwenyewe ujiangalie kwanza, ni mtu wa watoto. Kuna mtu mmoja ashaniambia kwamba yaani umekaa unamchunguza tu mwenzio, yaani umekaa una kazi ya kukagua ile kanzu. Mtu anavaa kanzu nyeupe, yaani uisifie ubora wa ile kanzu mtu alivaa, kwamba bwana amevaa kanzu nyeupe. Yaani unaanza ile kanzu kama ina doa, cheki doa lake. Cheki ile doa. Yaani kanzu nyeupe uisifie ilivyokuwa nyeupe. Unatafuta doa la kwenye ile kanzu. Kajiki. Sasa ujiangalie. Ni mtu wa watoto. Then ukishajijua ni mtu wa watoto sio mtu wa watoto, mpime mwenza wako. Ni mtu wa watoto? Kama wote hampo kwenye sehemu ya watoto, usitafute watoto, ndio watesa. Sawa. Kuna kijana mwenzetu mmoja hapa ndo nimeleta hapa kwenye meza hii ya Jamvini tuweze kupiga story kidogo hapa. Kuna mwenzetu mmoja kijana amemuua mtoto wa mke wake, mtoto wake wa kambo. Tena ni mtoto mdogo sana, amemkuta miezi 6. Amemnyonga, amemuua, kisa tu yeye alikuwa na ugomvi na yule mke wake. Kwa ule ugomvi na mpenzi wake, wakapokonya na mtoto, mlete mtoto, kamchukua mtoto. Kwa hiyo mwanamke akaamini kwamba wenda mumewe ameamua mpeleke mtoto sehemu salama afu amrudie yeye, aendelee na kichapo ama umalizane wenyewe kama wenyewe. Kwa hiyo mwanamke akawa ameamini hivyo, japo akawa amekaa na hofu, lakini hofu yake ilikuwa kwamba mtoto akienda kuwekwa kule chumbani atakaporudi huko amerudi na yeye, lakini yule bwana alipoenda kule chumbani asira zake akaenda kumalizia kumnyonga yule mtoto. Ndio maana nimekuuliza kwamba ulishawahi kuingia kwenye mahusiano ukamkuta yule alikuwa naye kwenye mahusiano na mtoto, na unaweza ukawa na moyo wa kuwa na mapenzi mazuri kwa yule mtoto? Naweza kujibu kwamba hapana, sijawahi, lakini unatakiwa ujichunguze kwanza. Mtu ambaye anataka kuingia huko ni mtu wa watoto, unapenda watoto, zima yupo kwa ule kule kuanzana naye. Si unaelewa vizuri? Yaani kama madhara, yaani ule ugomvi umuhusu. Hii nadhani hata kwa watoto pia kwenye ngazi huko, unajua kuna watu sasa hivi wamekaa na zungumzo na kwambia
Unajua kwenye familia yetu baba mimi simuelewi kitu, unampiga yule baba makofi, yule baba jani haliwahusu. Yaani baba na mamako wakigombana haliwahusu. Kwa mfano babako ni Juma na mamako ni Rahma, huo ni ugomvi wa Juma na Rahma. Sio ugomvi wa baba Amina na mama Amina. Tuelewane vizuri. Si ugomvi wa mama Amina na mama Amina. Huo ugomvi wa Juma na Rahma. Hao walikuwepo nyewe hampo. Yaani hao jambo lao hili ya hayo mahaba hayo walikuwa nao nyinyi hamjazaliwa hampo. Kupitia mahaba yao nyinyi mkapatikana. Wanapogombana hao wawili, nyie kuingilia kwenu au kuongea kwenu kuwe ni kwenye kuzuiwa sifuriane, kisu, sijui kuchoma nyumba moto hapo. Lakini watakayoongea huko ndani, usitoke kaanza kwenda kusema baba hivi mama hivi. Kuna mtu aliyekusema babangu angeniuliza kama mama anipi unyumba, nitamjibu nini? Kuingilia ugomvi wa baba na mama, kuingilia ugomvi wa wazazi. Unaingilia ugomvi wa wazazi, baba anakuambia sasa mamako ameninyima unyumba, au unaenda kumwambia nini mama yako? Afuta mtoto wa kike sasa. Huo wa kike au wa kiume? Mama anakuambia babako alipi unyumba, anachepuka kaongea na baba yako. Hiyo ndio sababu mimi nagombana naye. Au utajibu nini? Kwa hivyo vitu vingine sio vya kuingilia. Kwa na wewe mipaka. Cha kwanza, cha pili, hiyo nasema hakuna uhusiano kudhuriana mtoto. Wewe unapokuwa na hasira na mwenza wako, watoto hawaingilii. Na wazazi wanapokuwa na hasira baina yao, watoto hawaingilii. Achianeni nafasi. Moja, mbili. Namna yote ile unapokuwa na hasira, wanasema sifa ya mwanaume. Actually sifa ya muumini ni miongoni mwa sifa zake, anaweza kuiambia kama acha uache, kama fanya ufanye. Jambo la mwisho kwenye haya mahusiano, unapoishi kinyumba, tunapoishi kinyumba, ni salama zaidi wewe kutoka nje unapokuwa na hasira kuliko kuendelea kung'ang'ania kuwa ndani. Na ndio maana adhabu kubwa kwa mke ni kulala naye chumba tofauti. Kwa mwanamke yote mwenye akili timamu lazima tu ataelewa ni kinachoendelea. Kulala naye chumba tofauti. Yaani hivyo tu. Kimani au katika wake za wazee wetu, wa babu zetu na manabii, ndo alikuwa na wake wa staili hiyo. Hata sasa hivi kuna baadhi ya wake wachache wamebakia. Wapo. Kwamba ni ukimwama chumba. Japo kwa kuna wengine ndio ukimwama chumba ndio anakuchungulia na kucheza mapiano na kukuvutisha. Kwa hiyo kuna mimi kweli ukimwama chumba anakuja kuchungulia na koroma. Alisahau koroma wake saa 2. Huyo kwenye shisha. Akirudi alfajiri ana mambo mengine. Kwa hiyo kama na naposema pia ambombo kwenye mahusiano pia nazungumza mahusiano yenye akili hizo. Haya mengine yani kama unajua uwezi kusema kwamba kila siku mnashikana visu mabunduki afu mkajita mpo kwenye mahusiano. Hapana. Unapokuwa kwenye mahusiano ndio kuna uelewa, kuna ile tranquility, kuna ule uelewa tu unakuwepo. Kuna vitu vingine hata uongei. Hata mke aongei. Mume anajua kabisa nimemkwaza mama fulani. Na turudi hapo kwenye ndio nakwambia wababu zetu na manabii tumefundishwa hivyo, tumehusiwa hivyo kwamba umwame chumba ni adhabu moja kubwa sana kwa mwanamke mwenye uelewa ambao